Zaki Digital ni sehemu ambayo unapata kila aina ya tukio la kimataifa. Na hii leo nitakuletea makala maalum kutoka nchini Sudan. Hapa tutatazama, je, vijana wa Sudan wanaweza kuleta mabadiliko ya kweli? Kwa zaidi ya miongo miwili, Sudan imekuwa uwanja wa migogoro ya kisiasa, mapinduzi na utawala wa mabavu uliokandamiza ndoto za wengi. Taifa hili limepitia vipindi vya giza vilivyojaa vita vya wenyewe kwa wenyewe, njaa na ukosefu wa haki. Lakini katikati ya hali hii ya kukata tamaa, kuna kundi dogo lenye nguvu kubwa, vijana wa Sudan. Ni kizazi kilichokulia katika machungu, lakini pia ni kizazi chenye matumaini mapya. Vijana hawa wakiwa zaidi ya 60% ya idadi ya watu wote nchini humo, wanawakilisha sauti ya kizazi kipya kilichotaka kuona Sudani yenye amani, haki na usawa. Wanaamini kwamba mabadiliko ya kisiasa si ndoto isiyowezekana, bali ni jukumu lao la kizalendo. Tukiangalia historia ya hivi karibuni, haiwezekani kupuuza mchango wa vijana katika kuleta mabadiliko Sudan. Wakati wa maandamano ya mwaka 2018 yalipoanza dhidi ya utawala wa Rais Omar al-Bashir, ilikuwa ni vijana waliokuwa mstari wa mbele. Waliandaa maandamano ya amani wakiimba nyimbo za matumaini na haki. Kupitia mitandao ya kijamii kama Twitter, Facebook pamoja na WhatsApp, vijana waliweza kuhamasisha umma, kusambaza habari na hata kuunganisha miji mbalimbali nchini humo. Wakati serikali ikijaribu kunyamazisha sauti zao kwa mabavu, walijaribu kuwa wabunifu. Walitumia sanaa, muziki na hata mashairi kuendeleza mapambano ya amani. Hatimaye harakati hizi zilimlazimisha rais wa muda mrefu kuachia madaraka mwaka 2019. Tukio hili lilithibitisha jambo moja muhimu sana: vijana wa Sudani wana nguvu ya kubadilisha historia. Tofauti na vizazi vilivyopita, vijana wa Sudani hii leo wana ufahamu mpana kuhusu siasa, haki na hata teknolojia. Wengi wao wamepata elimu ndani na nje ya nchi na wanatumia maarifa yao kuibua mijadala ya kitaifa. Wameunda vikundi vya kiraia wakipigania uwajibikaji, uongozi bora na hata ushiriki wa kijamii. Kupitia blog, podcast na hata kampeni za mtandaoni, wanazungumzia masuala kama ufisadi, haki za wanawake na uhuru wa vyombo vya habari. Teknolojia imekuwa jukwaa lao la mapinduzi mapya. Ni silaha isiyo na risasi, lakini yenye nguvu zaidi kuliko bunduki, ambayo inawaunganisha, inawapa sauti na inawaruhusu kuhoji mamlaka kwa uwazi zaidi na ujasiri. Sasa kuna baadhi ya changamoto zinazokwamisha ndoto. Katika safari ya vijana wa Sudani kuelekea katika mabadiliko, si rahisi sana. Wanakabiliwa na baadhi ya mambo, ikiwemo ukosefu wa ajira ambao unawakatisha tamaa vijana wengi wa Sudan, huku wengi wakikimbilia nchi jirani kutafuta maisha bora. Lakini pia ukandamizaji wa kisiasa bado unaendelea. Serikali, makundi ya kijeshi mara nyingi huwa wanatumia nguvu dhidi ya waandamanaji. Kuna suala la ukosefu wa uwajibikaji katika siasa rasmi. Huu unamaanisha kwamba vijana wengi wanabaki kuwa watazamaji badala ya watendaji. Aidha, migawanyiko ya kikabila na hata kidini imetumika kama silaha ya kisiasa ya kuwagawa na hata kudhoofisha nguvu yao ya umoja. Lakini licha ya vikwazo hivi, vijana wa Sudani hawajakata tamaa. Wanaendelea kuamini kwamba taifa lao linaweza kujengwa upya na kwamba wao ndio msingi wa kesho yao yenye nuru. Nguvu ya vijana ipo katika umoja wao. Wakati vijana wanapoungana bila kujali kabila, dini na hata jinsia, wanakuwa tishio kwa mfumo wa ukandamizaji. Umoja wao ndio chanzo cha matumaini. Mifano ya mataifa mengi kama Tunisia, Afrika Kusini inaonyesha kwamba mabadiliko ya kweli hutokea pale vijana wanaposhirikiana kwa malengo ya pamoja. Sudani inaweza kujifunza kutoka kwenye mifano hii. Vijana wa Sudani wanapaswa kutambua kwamba wao ni kizazi kinachoweza kuandika historia upya ya katiba ya nchi yao, kuanzisha taasisi imara na hata kujenga siasa mpya inayojali utu na ubinadamu. Katika harakati hizi za kisiasa, hatuwezi kusahau mchango wa wanawake na vijana. Wamekuwa mstari wa mbele katika maandamano,
wakiongoza maandalizi, kutoa huduma za afya na hata kushika vipaza sauti majukwani. Picha ya Alaa Salah, kijana mwanamke aliyevaa mavazi meupe na kusimama juu ya gari akihutubia umati, ilizunguka dunia nzima kama ishara ya ujasiri wa vijana wa Sudan. Huu ni ushahidi wa kwamba mabadiliko ya kweli hayatakuja bila ushiriki sawa wa wanawake. Wakati mataifa mengi yakigeuza macho yao kando, Sudan inaendelea kuvuja damu ya matumaini. Jumuiya ya kimataifa, mashirika ya kijamii na hata majirani wa Afrika wanapaswa kutambua kwamba suluhishi la kudumu la migogoro ya Sudan linapatikana mikononi mwa vijana wake. Badala ya kuleta wanasiasa wazee kwenye meza ya mazungumzo kila mara, dunia inapaswa kuwapa nafasi pia vijana, wale wanaojua maumivu na ndoto za kizazi cha leo. Kuwawezesha vijana si tu kuwapa fedha, bali kuwapa nafasi ya kusikika, kushiriki na hata kuamua. Sudani ipo katika kipindi cha mpito cha kihistoria. Kizazi kipya cha vijana kina nafasi ya kipekee ya kuandika ukurasa mpya wa taifa hili. Wanaweza kubadilisha siasa kutoka uwanja wa migogoro kuwa chombo cha maendeleo ya umoja. Kama taifa litawaamini, kuwasaidia na hata kuwajumuisha katika maamuzi ya kisiasa, Sudani inaweza kufufuka kama taifa lenye misingi ya haki na usawa. Vijana wa Sudani si tatizo, wao ndio suluhu. Wanaweza na wataweza kuijenga Sudani mpya yenye amani, demokrasia na heshima kwa kila mwananchi. Kizazi cha vijana wa Sudani hakitasubiri kesho kuleta mabadiliko, wao ndio kesho yenyewe. Mtazamaji wa Zaki Digital, nakamilisha makala hii, lakini huu ni mfululizo wa makala nyingine. Unataka kujua nini kinafukuta katika eneo la ukabila? Endelea kubaki hapa hapa kwenye channel hii kwa ajili ya kufahamu muendelezo.